Mashambulizi ya Iran dhidi ya Kuwait leo yamesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine zaidi ya 60, huku miongoni mwa walioathirika wakiwemo wafanyakazi wa uwanja wa ndege pamoja na abiria waliokuwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait wakati wa tukio hilo. Serikali ya Kuwait imesema mashambulizi hayo yamelenga maeneo muhimu ya kiraia na miundombinu ya taifa, hali iliyosababisha taharuki kubwa na kuibua wasiwasi wa kuongezeka kwa mzozo wa kijeshi katika eneo la Ghuba. Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Kuwait, majeruhi walipatikana baada ya maeneo kadhaa kushambuliwa, huku baadhi yao wakipelekwa hospitalini kwa matibabu ya haraka kutokana na majeraha ya milipuko na athari za mashambulizi. Wizara ya afya ilisema miongoni mwa waliojeruhiwa walikuwa wafanyakazi waliokuwa kazini katika uwanja wa ndege pamoja na wasafiri waliokuwa wakisubiri safari zao au waliokuwa wamewasili muda mfupi kabla ya tukio hilo. Timu za uokoaji, ambulance na vikosi vya usalama vilitumwa haraka katika maeneo yaliyoathirika ili kuwahudumia majeruhi na kudhibiti hali ya usalama. Serikali ya Kuwait imethibitisha kuwa mtu mmoja alipoteza maisha kutokana na mashambulizi hayo, ingawa haijaweka wazi mara moja utambulisho wake au mazingira kamili ya tukio lililosababisha kifo hicho. Aidha, mamlaka za nchi hiyo zilisema mashambulizi hayo yaliharibu sehemu za miundombinu muhimu ya taifa, ikiwemo maeneo ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait pamoja na baadhi ya majengo ya kidiplomasia ambayo hayakutajwa majina rasmi kwa sababu za kiusalama. Kutokana na hali hiyo, shughuli za usafiri wa anga zilisimamishwa kwa muda baada ya mamlaka za usalama kufunga uwanja wa ndege kama hatua ya tahadhari. Kufungwa kwa uwanja huo kulisababisha safari kadhaa za ndege kucheleweshwa, kubadilishwa njia au kusitishwa kabisa kwa muda, huku mamia ya abiria wakibaki wakisubiri maelekezo mapya kutoka kwa mashirika ya ndege. Maafisa wa usalama walifanya ukaguzi wa kina katika maeneo yote muhimu ili kuhakikisha hakuna hatari nyingine iliyobaki kabla ya kuruhusu shughuli kurejea kawaida. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Kuwait ililaani vikali mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ni mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na huduma muhimu za taifa. Serikali ilisema mashambulizi hayo yamelenga tena miundombinu muhimu ya kiraia, ikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait na kusababisha kifo, majeruhi pamoja na uharibifu wa mali na miundombinu ya kiraia. Kuwait pia ilisisitiza kuwa ina haki kamili ya kuchukua hatua stahiki kulinda usalama wa mipaka yake ya kitaifa kwa kufuatia kile ilichokiita uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya ardhi yake. Mashambulizi hayo yanakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati, huku eneo la Ghuba likishuhudia hali ya taharuki kutokana na mashambulizi ya kulipizana kisasi, operesheni za kijeshi na vitisho vya usalama vinavyohusisha washirika wa pande zote mbili. Kuwait, ambayo ina uhusiano wa karibu wa kiusalama na Marekani na inahifadhi miundombinu ya kijeshi inayotumiwa na vikosi vya Marekani, imejikuta katika mazingira magumu ya kiusalama kutokana na nafasi yake ya kimkakati katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya nchi za Ghuba yanaweza kuongeza uwezekano wa kuzuka kwa mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi utakaoathiri biashara ya mafuta, usafiri wa baharini katika Ghuba ya Uajemi pamoja na uchumi wa kimataifa. Pia kuna hofu kuwa iwapo mashambulizi na hatua za kulipizana kisasi vitaendelea, mataifa mengi zaidi katika eneo hilo yanaweza kuingia moja kwa moja katika mgogoro huo. Mpaka sasa mamlaka za Kuwait zinaendelea kutathmini ukubwa wa uharibifu uliotokea, huku vikosi vya usalama vikiongeza ulinzi katika maeneo muhimu ya taifa, ikiwemo viwanja vya ndege, bandari, vituo vya mafuta na majengo ya serikali. Serikali pia imehakikishia wananchi kuwa hatua zote muhimu zinaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha usalama wao, wakati hali ya tahadhari ikiendelea kutawala nchini humo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.